Naitwa Rajab Hamisi. Sasa hivi ni mwenyekiti wa watengeneza bidhaa asili nchini Tanzania wa BIATA. Chombo cha SHIVATIATA kiliundwa na vyama 14. Wakati huo mimi nikiwa CHAWAMAMU. Kusudio la shirikisho lile lenyewe ndio liwe msemaji kati ya waganga na serikali, lakini sio kuvunja vyama vyao. Baada ya kuunda kusajili chama kile, Wizara ya Mambo ya Ndani, tulipewa muda wa mwaka mmoja ili kuunda uongozi, kwa maana uongozi wa Bwana Abdrahman Lutenga, uongozi wa Bi Dada Nuru pamoja na Othman Shem ulikuwa ni wa mwaka mmoja. Katika kukaa kule, akina Mzee Juma Ruongo tukakutana, tukasema tufanye uteuzi wa kudumu. Sisi hatuna hela, tunafanyaje? Kila chama kitoe shilingi milioni 1, tupate milioni 13 kusudi tufanye uchaguzi wa kudumu. Mimi wakati huo nikiwa CHAWAMAMU na nikiwa nimeteuliwa kama mwenyekiti wa SHIVATIATA mkoa wa Dar es Salaam, nikamfuata Aba Agosti ambao ni katibu wa CHAWAMAMU kulijadili jambo hili. Tukajadili, nikatafuta shilingi milioni 1 kwa wanachama, kwa wana milioni 1. Zile pesa zikutumika na vyama vingine vyote hawakuweza kutoa shilingi milioni 1 kwa ajili ya kufanya uchaguzi. Hapo ndipo tulipofeli. Tulifeli tena kukubwa. Bwana Abdrahman Lutenga, Aba Agosti wakasema hii shirikisho ni chama cha imeundwa na serikali, serikali ndio inapasa ikigharimie. Mimi kama jamani, serikali haiwezi kuigharimia shirikisho. Sisi tufanye kama vile Yanga ama Simba wanavyofanya, tuitane wote chini ya mwembe ama wapi, tuchague mwenyekiti wa kudumu. Siku ile tunachagua mwenyekiti wa tawi, mwenyekiti wa wilaya, kwa namna hiyo. Mimi mwenyewe nikatoa mfano, mimi mwenyewe mliniletea barua ya nini, ya uteuzi. Mimi nikaona nimeteuliwa mimi peke yangu, nikaitisha mkutano Buguruni, walikuja watu zaidi ya 80, Shem na Bwana Lutenga wakiwepo. Tukachagua uongozi, tulinunua maji tu, kila mtu alitegemea chakula, alikuwa anakula kwa mantilie, anarudi katika mkutano. Kwa hiyo na sisi tuna haki ya kufanya hivyo, lakini wao wakawa hawataki. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatujui ofisi ya SHIVATIATA iko wapi, wala hatuelewa na kutana lini wala panazunguka. Kwa maana hiyo SHIVATIATA hakuna. Sasa labda tuiombe serikali, kwa sababu kila mwaka baada ya miaka 2-3 inawaita watu Dodoma, basi iwaite watu Dodoma. Katika kuwaita kule, basi ifanye uchaguzi. Vyama sasa hivi vimekuwa vyama 28 mpaka 31 viitwe vifanye uchaguzi, lakini kwa kusema SHIVATIATA hakuna. Kiongozi wa SHIVATIATA hashauriki, Bwana Othman Shem hashauriki, Nuru Ndalichao Nuru naye vile hawashauriki. Kwa hiyo waganga wamekuwa ni mmoja tu na vyama vyao. Sisi tulipanga SHIVATIATA wilaya mkoa wa Dar es Salaam ilipanga ofisi kule. Nilichukua vyeti 20 nikaviuza kama 10, nikapata shilingi 700,000. Wakati huu kama miaka 8 iliyopita, nikalipia hii chumba pale ofisi za Buguruni. Lipia, tulikuwa tuna chumba chetu lakini wao wakiuza vyeti sijui hela wanapeleka wapi. Mimi nilichukua vyeti kwa Othman Shem, vyeti 20, nikauza 10,
nikapata 700,000 nikalipia kodi na nini. Vyetu wanauza. Kwanza viongozi wenyewe hawakutani, wao wenyewe hawakutani na hawana ofisi ya kukutana. Hii ni Shivatiata bure. Mimi nafikiri ili Shivatiata ili tungeliacha tu, ama tuifufue, viongozi waifufue, ama hawaiache, kwa sababu haina faida yoyote, haina msaada wowote. Shivatiata haina msaada wowote. Sio kweli Othman Sheikh hajachoka. Kuchoka kwake ingekuwa hivi, angeandika barua, mimi sasa hivi sio tena, tafuteni mtu mwingine, basi ndio kuchoka kwake. Lakini sio uchoke bwana, mimi nimechoka bwana, mimi nimechoka. Bwana Othman Sheikh, kama umechoka, maana hizi habari zirusheni, andika barua. Andike barua ya kuchoka, amwandike katibu mwenyekiti wake kwanza kiuhalali, wale sio viongozi wa Shivatiata, kwa sababu muda wao umeshapita. Nini msimamo wako kama mwanatasnia sekta? Mimi Shivatiata siwatambui na wasituvurugi, watu wache tu. Ina watu ambao hawafai, ndio nilimwambia hapa alikuja. Ina watu ambao hawafai. Likiundwa shirikisho likiwa na viongozi ambao wakifanya kazi, maana hatachaguliwa mtu ambaye tunamjua jina, hatujui utendaji wake wa kazi. Wakichaguliwa watu ambao watakaofanya kazi, watoe katika vyama imara, basi tutalikumbatia.